Kwa mtazamo wangu naona kama busara inaweza ikatumika kwenye mazingira kama haya. Busara kwa maana kwamba ya pande ambazo zinahusika kwenye hii vuta nikuvute inayoendelea. Nikisema pande zinazohusika na maanisha viongozi na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini upande mwingine jeshi la polisi. Okay. Kwa sababu ni vitu ambavyo huku ambako vinatufikisha. Yakishaingia ya matukio ya kujeruhiwa. Wewe umeona ukipita kwenye mitandao yote siku ya leo. Yaani hata kama wewe hutaki kufuatilia kinachoendelea kwenye siasa, utakutana tuna mtu anasema mimi kiuno, huyu mwingine anasema miguu yangu, mwingine anasema anavuja damu, mwingine huku. Sasa kwenye mazingira kama hayo, nadhani hizi pande mbili zitumie busara. Na busara bwana Edo, bahati mbaya sana kwenye mvutano, upande wote ambao wewe unauambia kwamba wenyewe urudi nyuma, unachukulia kwamba wewe tayari upo upande mwingine. Kabisa. Yani sasa hivi ukianza kuambia viongozi au wafuasi wa Chadema kwamba kwa kuwa yanayotokea ni haya, nyinyi hebu rudini nyuma. Watakwambia wewe bana, wewe kwa hiyo unaunga mkono polisi jinsi wanavyotufanyia. Ukiwaambia jeshi la polisi hiyo nguvu ambayo mnatumia mbona kama ni kubwa sana kulinganisha na hawa, kwa nini msikae mweke nao vitu sawa? Watakwambia kwa hiyo unaunga mkono wao wanavyokuja kukusanyika wafanye maandamano. Kwa hiyo sasa ndio maana tunasema busara itumike. Na busara kutumika ni pande zote kuangalia. Kwa mfano jeshi la polisi leo siku nzima wamekuwa na shughuli ya kuzunguka na magari, ya kuzunguka na farasi, ya kuzunguka na mbwa, ya kuzunguka na silaha za moto kwenye mji katikati pale. Wamekuwa na shughuli hiyo toka alfajiri. Na hawa wafuasi wa Chadema siku nzima leo na viongozi wao wamekuwa na shughuli ya kukusanya majeruhi, ya kukimbia hospitali, ya kukimbia polisi kutoa dhamana, ya kwenda kuwatolea dhamana waliokamatwa, kuwapeleka hospitali walioumizwa, kuwatafuta wenzao ambao wanasema hawaoni. Kwa yani shughuli ya leo kwa pande zote mbili imekuwa ni shughuli nzito,